Jambo wanafunzi, karibu katika kipindi cha Kiswahili. Hapo awali tulikuwa tukiangazia kuhusu vivumishi. Nakumbuka ya kwamba tuliangazia vivumishi vya aina, tukiangazia vivumishi vya sifa, vivumishi vya idadi, vivumishi vimilikishi na vivumishi vionyeshi. Vile vile tulikuwa tukaendelea vivumishi vya idadi, na vivumishi vya idadi vinagawika katika makundi matatu. Vile vinavyotaja idadi kamili, yani vinavyodhihirika wazi kama vile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 50, 20 na kadhalika. Vile vile kuna vivumishi vya idadi vinavyotaja idadi sio kamili au dhahiri, jumla, kama vile nyingi, tele, chungu nzima, maridhawa, kadhaa, marudufu, kochokocho na kadhalika. Vile vile sasa nataka kuangazia kuhusu aina ya tatu vivumishi vinavyotaja nafasi, vivumishi vinavyotaja nafasi katika orodha, au msururu, katika orodha au msururu. Vivumishi vinavyotaja nafasi katika orodha au msururu. Je, vivumishi hivi ni vya aina gani? Hutambulika kwa kutumia kiunganishi. Tambulika kwa kutumia kiunganishi a, tambulika kwa kutumia kiunganishi a. Mfano wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mfano wa kwanza, wa pili, wa tatu, cha mwisho, cha nne, vya tano, la sita na kadhalika. Kwa hivyo vivumishi vinavyotaja nafasi katika orodha au msururu hutambulika kwa kutumia kiunganishi a. Mfano hii ni a, wa kwanza, wa pili, wa tatu, cha mwisho, vya tano, cha nne, la sita, wa nane na kadhalika. Haya, mfano katika sentesi kutumia vivumishi vinavyotaja orodha au msururu. Ng'ombe wa tatu atakamwa na mama. Ng'ombe wa tatu atakamwa na mama. Ng'ombe wa tatu atakamwa na mama. Kwa hivyo vivumishi vinavyotaja nafasi katika orodha ni wa,
tatu, watatu, watatu. Mfano wa pili, mwalimu wa pili ndiye hutufunza Kiswahili. Ndiye hutufunza lugha ya Kiswahili. Mwalimu wa pili ndiye hutufunza lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo vivumishi vinavyotaja nafasi katika orodha au msururu ni wa pili. Vile vile gari la mwisho kufika litaoshwa. Gari la mwisho ni la baba. Gari la mwisho ni la baba. Gari la mwisho ni la baba. Kwa hivyo la mwisho ni vivumishi vinavyotaja orodha. Ni vivumishi vinavyotaja nafasi katika orodha. Vile vile inchi ya hamsini katika riadha. Ni hii. Inchi ya hamsini katika riadha ni hii. Vile vile mfano mwingine ni mwanafunzi wa kwanza katika mtihani atapewa tuzo. Kwa hivyo wa kwanza ni vivumishi vinavyotaja nafasi katika orodha. Yaani mwanafunzi yupi wa kwanza? Inchi gani? Inchi ya hamsini katika riadha ni hii. Gari gani? Gari la mwisho ni la baba. Mwalimu yupi? Mwalimu wa pili ndiye hutufunza lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo watatu, cha mwisho, la pili, la nne, la tisa, 10 ni vivumishi vinavyotaja nafasi katika orodha au msururu. Vile vile mfano mwingine, kitabu cha tano. Kitabu cha tano kitasahihishwa. Kitabu cha tano kitasahihishwa na mwalimu. Kitabu cha tano kitasahihishwa na mwalimu. Nafasi katika orodha. Vile vile kuna vivumishi viulizi. Vivumishi viulizi. Je, vivumishi hivi ni vivumishi vya aina gani? Haya ni maneno ya kuuliza. Haya ni maneno ya kuuliza. Vivumishi hivi, haya ni maneno ya kuuliza. Kuna viulizi vinavyochukua viambishi ngeli na vile visivyochukua viambishi ngeli. Kuna vivumishi kumbuka ya kwamba kuna vivumishi
vinavyochukua viambishi ngeli, vinavyochukua viambishi ngeli na vile visivyochukua viambishi ngeli, visivyochukua viambishi ngeli. Kumbuka kwamba viumishi viulizi ni vya aina mbili, vile vinavyochukua viambishi ngeli na vile visivyochukua viambishi ngeli. Haya, wacha tuanze na viulizi. Viulizi visivyochukua na viambishi ngeli, visivyochukua na viambishi ngeli. Viulizi visivyochukua viambishi ngeli, viulizi visivyochukua viambishi ngeli ni moja tu, ambaye ni gani. Neno gani halichukui kiambishi ngeli? Hutumika katika kujua aina ya kitu. Hutumika katika kujua ni kitu ya aina gani. Hutumiwa kutaka kujua ni kitu ya aina gani. Kujua aina ya kitu katika ngeli zozote. Aina ya kitu katika ngeli zote. Aina ya kitu katika ngeli zote. Vile vile kuna vile viulizi vinavyochukua viambishi ngeli. Viulizi vinavyochukua viambishi ngeli. Kumbuka kwamba vivumishi viulizi hutumika kuulizia, na kuna vivumishi vinavyochukua viambishi ngeli na vile visivyochukua viambishi ngeli. Kwa hivyo vile viulizi visivyochukua na viambishi ngeli ni gani? Gani hutumiwa kutaka kujua aina ya kitu katika ngeli zote. Kwa hivyo haichukui, neno gani halichukui kiambishi ngeli. Pata gani, rinda gani, kitabu gani, miwani gani, na kadhalika. Katika ngeli zote neno gani halichukui kiambishi ngeli. Hakuna mtu mgani, hakuna mtu gani, kitabu gani, darasa gani, mwalimu gani. Gani halichukui kiambishi ngeli. Vile vile vinavyochukua viambishi ngeli ni kama vile ngapi na ipi. Hizi mbili huchukua viambishi. Ngapi na ipi huchukua viambishi ngeli. Ngapi hutumiwa kujua idadi. Hii hutumiwa kujua idadi ya kitu. Vile vile ipi, pi hutumiwa kutaka kujua kimoja baina ya vitu. Hutumiwa kutaka kujua kimoja baina ya vitu vingi. Kimoja baina ya vitu vingi. Kwa hivyo ngapi hutumiwa kujua idadi ya kitu. Idadi, wanafunzi wangapi wamepita mtihani, walimu wangapi wamefika shuleni. Kwa hivyo ipi hutumiwa kutaka kujua kimoja baina ya vitu vingi. Kwa mfano nasema mwalimu yupi
hajafika bado. Mwalimu yupi? Haya, mfano katika sentensi. Kumbuka kwamba kuna jadwali ngeli, nomino, pi, gani. Kwa hivyo mfano katika sentensi, nikianza na yupi bata yupi alitoroka. Bata yupi alitoroka. Wingi unasema mabata wepi walitoroka. Mabata wepi walitoroka. Kwa hivyo katika ngeli ya awa, matumizi ya pi, umoja ni yupi, wingi ni wepi. Umoja ni yupi, wingi ni wepi. Kwa hivyo ngeli zote, nomino zozote katika ngeli ya awa, umoja ni yupi, wingi ni wepi. Mfano mwingine, kitabu kipi kiliibiwa. Kitabu kipi kiliibiwa? Bata yupi alitoroka? Bata yupi walitoroka ni alama ya kiulizi. Kitabu kipi kiliibwa? Wingi ni vitabu. Vitabu vipi viliibiwa? Vitabu vipi viliibiwa? Kwa hivyo katika ngeli ya kivi, matumizi ya pi ni kipi, alafu wingi vipi. Vile vile yaya, maji yapi yalimwagika. Maji yapi yalimwagika? Wingi haibadiliki. Ngeli ya yaya, maji yapi haibadiliki kamwe. Maji yapi yalimwagika. Kumbuka kwamba majina katika ngeli ya yaya haibadiliki. Maji ni maji tu, mate, maziwa, haibadiliki kamwe. Maji yapi yalimwagika. Maji yapi yalimwagika. Vile vile, wanafunzi wangapi walihudhuria shuleni? Wanafunzi wangapi walihudhuria shuleni? Wanafunzi wangapi walihudhuria shuleni? Kumbuka kwamba neno ngapi hutumiwa kujua katika kujua idadi ya vitu. Na kumbuka ya kwamba neno ngapi hutumika katika wingi tu, haiwezi kutumika katika umoja. Huwezi sema mwanafunzi mngapi, hakuna. Unatumia tu katika wingi ngapi, na hutumiwa kujua idadi. Wanafunzi wangapi, vitabu vingapi, miti mingapi, miwani mingapi, nguo ngapi, uwanja, unasema vingapi, mangapi, haiwezi kutumika katika umoja. Vile vile unasema nambari ya 5, mwalimu gani hakufika shuleni. Mwalimu gani alienda. Mwalimu gani alienda. Wingi walimu gani. Walimu gani wameenda, walienda. Walimu gani walienda. Na vile vile katika kiulizi gani, kumbuka kwamba gani hutumiwa kutaka kujua aina ya kitu katika ngeli zote, na neno gani hutumika katika ngeli zote.
kitabu kigani, hakuna miti migani. Neno gani halichukui kiambishi ngeli na upaki hivyo hivyo katika ngeli zote. Kwa hayo sina budi la tu kuwatakia siku yenye heri na fanaka. Asanteni.